na unapokwisha wakati wa dhuhuri ndiyo mwanzo wa wakati wa hakuna space hapa, hakuna muda kwamba sasa umeisha tusubiri kidogo uingie muda wa alasiri. Kitendo cha kuisha muda wa dhuhuri ndio mwanzo wa muda wa alasiri. Sawa? Kwa hiyo anasema wala asru, na swala ya alasiri, sawa, wal waqtiha ziyadatu ala dhilli mithli, mwanzo wa wakati wa swala ya alasiri ni kuzidi kidogo tu kivuli chako. Kivuli chako kikizidi kidogo tu, basi mwanzo umeshaingia wa swala ya alasiri. Sawa? Tumesema kivuli kikiwa sawa na wewe ndiyo mwisho wa swala ya adhuhuri. Sawa? Sasa kivuli kikizidi kidogo tu, tayari mwanzo wa swala ya alasiri ushaingia. Sawa jamaa? Wa akhiruhu fi ikhtiyari, anasema na muda wa mwisho wa khiyari, muda wa mwisho wa alasiri wa khiyari, ila dhilli almithlaini, muda wa mwisho bora ni kivuli kuwa mara mbili. Sawa? Yaani ukiweka hili chupa hapa, kivuli kinafika huku, 1 2, hadha waktu ikhtiyari, ndio muda sahihi wa kuswali sala ya alasiri. Sawa? Kivuli kikiwa mara mbili yako au mara mbili ya mti au mara mbili chochote utakachokuwa, kama umechukua kama kipimo, kivuli kikiwa mara mbili, huu ndio mwisho wa wakati ikhtiyari, wakati bora. Wa fil jawazi ila ghurubi shamsi, na unaruhusiwa kuendelea kuswali mpaka jua litakapozama, lakini wakati bora utakuwa umekupita, kwa sababu huu wakati baada ya kuwa kivuli kimeshakuwa mara mbili, atakuja kusema shekhe huko mbele, ni karaha kuswali wakati huo. Unaruhusiwa kuswali, lakini ni karaha wakati jua sasa linaanza kutengeneza ule unjano, ni karaha pale kuswali alasiri, muda bora unakuwa umekupita, isipokuwa kwa mtu mwenye udhuru. Mtu mwenye nini? Mwenye udhuru. Mtu mwenye udhuru ni mwanamke mwenye hedhi au nifasi. Hawa ni watu wanaitwa wenye udhuru. Sawa? Damu ya hedhi imekatika muda huo, na damu ya hedhi ikikatika muda huo, analazimika kuswali alasiri, na vile vile atalazimika kuswali adhuhuri. Sisi tumeelewana? Mwanamke mwenye udhuru ambaye udhuru wake umeisha mwisho mwa wakati, lakini huo mwisho unamruhusu kuswali ile swala, yaani muda uliobaki anaweza akaswali zile rakaa 4 za alasiri, itamlazimu aswali ya alasiri na itamlazimu aswali ya dhuhuri. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye udhuru wakati wa swala ya kwanza kwake ni sawa sawa na wakati wa swala ya pili. Mtu yote mwenye udhuru
wakati wa swala ya kwanza ni sawasawa na wakati wa swala ya pili. Yaani ni sawasawa na mtu anayejumuisha swala. Mtu anayejumuisha swala akasema mimi si swali ya dhuhuri, naichukua dhuhuri naipeleka alasiri. Kwa hiyo huyu adhuhuri na alasiri kwake ni wakati ni huu mmoja. Sasa mwanamke akitwaharika saa 4 usiku au saa 5 usiku au saa 6 usiku, katwaharika, hedhi imeisha au nifasi imekatika, anatakiwa akakoge, ataswali isha na ataswali magharibi. Katika madhhabi ya Imam Shafi ataswali isha na ataswali magharibi. Kwa nini aliacha kuswali magharibi? Kwa sababu ya udhuru aliyokuwa nayo, lakini udhuru umekuja kuisha kwenye swala ya pili, wakati hizi swala kwa kawaida zinaweza zikaunganishwa. Kwa hiyo madhali imeisha udhuru wakati wa swala ya pili, itamlazimu aswali na swala ya kwanza. Tunaelewana jamani? Naona nanitolea macho, somo jipya hili ni somo jipya. Imam Shafi hataki kumwacha mtu asipate fadhila. Kuswali ni mawasiliano kati ya mja na Mola wake. Sasa hii ni kwa swala zinazounganishwa, adhuhuri na alasiri, magharibi na isha. Sawa? Mwanamke udhuru wake ukiisha wakati wa swala ya alfajiri, ataswali alfajiri tu, kwa sababu alfajiri haiunganishi na swala yoyote ile. Mwanamke wakati wa udhuru wake umekwisha, karibia na kwisha adhuhuri, ataswali adhuhuri tu, hata swali na alfajiri, kwa sababu alfajiri haiungwi na adhuhuri wala haiungwi na isha. Si tumeelewana? Kwa hiyo udhuru ukiisha kwenye wakati wa swala ya kwanza, ataiswali ile ya kwanza, lakini udhuru ukiisha kwenye wakati wa swala ya pili, ataiswali ile swala ya pili na hii swala ya kwanza. Nafikiri hapo tumeelewana. Kwa hiyo wafil jawazi ila ghurubi shamsi, na anaruhusiwa maal karaha, pamoja na hilo jambo alipendezi mtu aicheleweshe swala ya alasiri mpaka mfano wa kivuli mara 2 bado hajaswali. Kuswali baada ya hapo ni karaha, kwa sababu huo ni wakati wa watu wenye udhuru tu ndio wanaruhusiwa kuswali wakati huo. Anasema wal maghribu, na swala ya magharibi wa waktuha wahidun, anasema wakati wake ni mmoja tu, wa huwa ghurubu shamsi, nako ni kuzama jua. Jua likizama wakati wa magharibi umeingia. Na tukisema kuzama jua ni kuzama lile tufe la jua, sawa? Sio tufe bado liko kidogo, robo alijazama au kasema magharibi ishaingia, bado mpaka lile tufe la jua lizame lote, sawa? Likizama lile tufe la jua lote, usikusumbue ule mwanga unaonekana. Ule mwanga unaonekana baada ya kuwa jua lishazama, huo tena usijali, sawa? Wewe endelea kuswali, kwa sababu wakati jua linazama kwako linaendelea na mwendo wake kuangazia watu wengine. Sio kwamba jua likizama maana yake limefifia, limeacha tu kuangaza upande wako, linaendelea kuangaza upande mwingine. Kwa hiyo bado utaona ile miale ya jua ile. Wakati Mtume amefunga kamwambia sahaba ijdah lana, sawa,
Mtume anaambia sahaba, ijdah lana, tutengenezee juisi tunywe, jua lishazama. Sahaba anamwambia Mtume, amama kanaharu ya Rasulullah, bado naona kama kuna mwanga ya Rasulullah, mbona unataka kunywa juisi mapema? Mtume akarudia tena, ijdah lana, tengeneza juisi tunywe, na huyo anarudia kumwambia tena, amama kanaharu ya Rasulullah, bado naona kuna miale ya jua ya Rasulullah. Sawa, lakini Mtume alichokuwa anamfundisha na kutufundisha sisi kwamba ile miale haizingatiwi, madhali ile kurs limezama, miale tena haifanyi nini? Haizingatiwi. Sawa. Sasa wewe kama umetoka hapa Dar es Salaam, jua karibia lizame, umepanda ndege unaenda Kongo, utaliona tu auli, maana sijua bado unaliona lijazama, huwezi kula mpaka ufike kule Kongo lizame ndio utakula. Huwezi kusema mimi bwana hapa tayari kule Dar es Salaam jua lishazama, unaliona bado halijazama, unaliona unafanya nini? Unaliona. Kwa hiyo utachukua majira ya kule unakokwenda, siku uliko, uchukui majira ya huko ulikotoka, unachukua majira ya kule unakokwenda. Labda wewe unaenda sehemu ambayo jua halizami kabisa, jua halizami kabisa. Kuna maeneo jua halizami, miezi 6 kuna jua. Sasa kule kunakuwa na makadirio, utafuata makadirio ya watu waliokadiria kule. Maana jua halizami, utafunga miezi 6 bila kula? Haiwezekani. Kwa hiyo wal maghribu, na swala ya magharibi ambayo ni swala namba 3, wa waktuha wahidun. Shekhe anasema wakati wa swala ya magharibi ni mmoja tu, wa huwa ghurubu shamsi, ni pale jua litakapozama. Na tumesema jua kuzama ni kuzama lile tufe lote. Ikizama tu lile tufe lote likapotea pap, basi jua lishazama. Mwenye kufutari afutari, mwenye kutaka kuswali sasa magharibi na swali. Sawa. Anasema wa bimiqdari ma yuadhinu shakhsun. Sawa, tunakadiria kwamba wakati wa magharibi ni ile jua kuzama na muadhini akaadhini. Sawa. Wayatawadha, na akapata muda wa kutawadha, au yatayammamu kama hana maji au ana udhuru wa kutumia maji akatayammamu. Wayasturu la aura, sawa, na akavaa nguo za kuswalia. Wayuqimu swala, na muda wa kukimu swala. Wayusalli 5 rakaati, na akapata muda wa kuswali rakaa 5. Maana rakaa 3 za faradhi na rakaa 2 za sunna ya baadia, hizo zinakuwa rakaa 5. Sawa. Huo ni wakati bora wa kuswali swala ya magharibi. Yaani jua likishazama, taimu inafutika, muadhini adhini, mtu achukue udhu, avae nguo kama alikuwa hajavaa. Sawa. Pakimiwe, ziswaliwe rakaa 5, 3 za faradhi na 2 za baada za sunna. Sawa. Wakati bora hapa unakuwa umekwisha wa magharibi. Wa akhiruhu, anasema na mwisho wa swala ya magharibi, idha ghaba shafaqul ahmar, ni pale yatakapopotea mawingu mekundu. Sawa. Huu ndio utakuwa wakati wa mwisho wa kuswali swala ya magharibi. Kwa hiyo baada ya kuadhini na kutawadha na kukimu na kuvaa na kuswali rakaa 5, huu ndio wakati bora. Sawa. Wakati wa mwisho huu, wakati mawingu mekundu yanazama, huu ni wakati wa watu wenye dharura, ni wakati wa watu wenye dharura. Mtu asiyekuwa na dharura ni karaha kuswali wakati huu, kwa sababu swala bora ni ile inayoswaliwa mwanzo wa wakati. Swala bora ni ile inayoswaliwa mwanzo wa wakati, na ndiyo maana
hata hapa msikitini tunalipwa tofauti. Mtu atakayekaa safu ya kwanza analipwa tofauti na mtu anayekaa safu ya pili, kwa sababu anayekaa safu ya kwanza maanake kaja mapema zaidi. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuja mapema zaidi unapata ofa, na kitendo cha kuchelewa ndivyo ambavyo ofa unaikosa. Kwa hiyo vile mtu atakavyosikia adhana akatia umuhimu wa kuwahi kwenda msikitini, huyu anapata fadhila kubwa. Na swala bora ni ile inayoswaliwa mwanzo wa wakati, lakini sisi hapa naona hatuende na huo mwanzo wa wakati. Sasa hivi adhuhuri inaingia mapema sana. Adhuhuri inaingia saa 6:15. Kwa saa 6:30 watu wanatakiwa maswali, sawa, lakini tuko kwenye wakati al-ikhtiyar. Sisi tumeelewa. Na alasiri vile vile inaingia mapema sana. Naona misikiti ya Kariakoo kidogo wamejitahidi. Wiki mbili zilizopita nimempigia mtu simu pale Shauri Moyo, nataka spare fulani. Anaambia unanipigia simu bana, niko msikitini. Saa ngapi? Saa 7 kasorobo. Yeye ndo ananipigia mimi saa 7 anatoka saa 7 kamili ndo ananipigia. Anaambia wakati unanipigia mimi saa 7 kasorobo ndio tunaswali ya dhuhuri. Ambia tunaswali saa ngapi? Anasema sisi tunaswali saa 7 kasorobo. Sawa. Wal isha, na swala ya isha, wa awwal waqtiha, anasema mwanzo wakati wa swala ya isha, idha ghaba shafaqul ahmar, ni pale yanapopotea mawingu mekundu. Mawingu mekundu, kitendo cha kupotea mawingu mekundu maana yake jua limeenda mbali sasa na nyinyi. Sasa usiku sasa pale umefanya nini? Umeingia. Hiyo tena hii magharibi, umeshakuwa usiku. Yale mawingu mekundu yakipotea, magharibi imefanya nini? Maanake magharibi bado ile miale na yale mawingu mekundu bado yanaonekana. Ile ndio magharibi. Yakishapotea yale mawingu mekundu, umeshaingia usiku. Ukiingia usiku ndio mwanzo wa swala ya nini? Mwanzo wa swala ya isha. Mawingu mekundu yakipotea, maanake usiku umeingia, na usiku ukianza pale, basi ndio mwanzo wa swala ya isha. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, anasema na muda wa mwisho bora wa swala ya isha, muda wa mwisho bora, ila thuluthi llaili, ni thuluthi ya kwanza ya usiku. Sawa, usiku unaugawa mara 3. Sawa, hapa sasa hivi tunaadhini saa 12:30. Sawa, saa 12:30 tunaadhini, lakini sasa tutaanza hapa baada ya kuzama mawingu mekundu. Usiku umeanza hapa. Sawa, tuseme mawingu mekundu yanazama saa ngapi? Tukadirie labda saa 1 kamili. Mpaka saa 1 kamili mawingu mekundu yamezama. Sawa, maana hapa umeanza usiku. Kwa hiyo saa 1 kamili mpaka alfajiri ya kweli. Alfajiri ya kweli inaingia saa ngapi? Saa 11:40. Kwa hiyo saa 1 mpaka saa 11:40, hiki kipindi unakigawa mara 3. Sawa, ukishakigawa mara 3, ile ya kwanza kutokea jua mawingu mekundu yalipozama, thuluthi ya kwanza ile ndio wakati wa ikhtiyari na wa mwisho wa kuswali swala ya isha. Kwa hiyo utaangalia ni saa 3:30 au ni saa 4. Sisi tumeelewa. Saa 3:30 mpaka saa 11:40
Huu ndio wakati wa mwisho wa kuswali swala ya Isha. Wa fil jawazi, lakini unaruhusiwa kuendelea kuswali ila tuluu alfajiri thani, mpaka itakapochomoza alfajiri ya kweli. Sasa kuanzia thuluthi ya pili mpaka itakapochomoza alfajiri ya kweli, huu unaitwa ni wakati wa wenye udhuru, unaitwa ni wakati wa wenye udhuru. Lakini kwa kawaida mpaka saa 4 mtu anatakiwa awe amemaliza kuswali swala ya Isha. Huu ndio wakati bora. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akakaa, masahaba wamekuja wameswali magharibi kama hivi, na wengine wanakaa mbali, wamekaa msikitini wanasubiri swala ya Isha. Mtume kachelewa kuja msikitini. Mtume kachelewa kuja msikitini. Sio kama mimi na wewe hatuna adabu, tunaenda kugonga. Manake kwake hapo tunaenda kumwambia vipi huko, umeshikwa na wake zako ni? Watu wamekaa kimya wanasubiri. Kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja karibia saa 4, kaja akawaswalisha muda huo, akasema laula an ashuka alaikum, kama si kuonea tabu, muda mzuri wa kuswali Isha ni huu. Kama si kuonea tabu, muda mzuri wa kuswali Isha ni huu. Sawa? Kwa hiyo sisi tunaswali saa 2 kwa sababu watu wasipate tabu. Hiyo saa 2 yenyewe tunakuja tia maji. Ukiwaambia watu kuswali saa 4, atakwambia wewe time sisi tunataka kulala, wewe una kilima. Aishapata mtu udhuru wa kutokuswali. Sawa jamani? Haya. Wasubuh, anasema na wakati wa subuhi, swala ya subuhi, wa awal waktiha, mwanzo wa wakati, tuluu alfajiri thani, ni kule kuchomoza kwa alfajiri ya pili. Alfajiri ziko mbili, alfajiri ya uongo na alfajiri ya kweli. Alfajiri ya uongo kunakuwa na mwanga tu ambao hautokei huku mashariki, wanasema unatokea kaskazini, lakini unakuwa kwa urefu tu kama mstari tu hivyo. Lakini alfajiri ya kweli mwanga wake unaanza kutokea mashariki kunapochomoza jua, alafu unasambaa kwa haraka sana. Yaani dakika 5 tu kumeshaanza kuwa kweupe. Hiyo inaitwa alfajiri ya kweli. Lakini ukitazama juu unaona kama kuna weupe tu fulani kama mstari, ile inaitwa alfajiri ya uongo. Lakini hii sana wanajua watu wavuvi ambao wako baharini au maziwani, au watu ambao wanaishi nje ya miji mikubwa ambao hakuna mwanga sana au umeme na nini. Hao wakiamka asubuhi wanajua alfajiri ya kweli na alfajiri ya uongo. Sisi tunaoishi hapa kwenye minara, kwenye mataa, ni vigumu kuona alfajiri ya uongo. Tutaiona alfajiri ya kweli, lakini ya uongo inakuwa vigumu kuiona. Siku moja mimi nimeamka nione alfajiri ya uongo, kumbe kuna sehemu sijui wameweka muziki, sijui naona tu mwanga unaenda hivi. Sasa najiuliza huko mbinguni tena kunakuwa na nini sasa? Mara mwanga wa blue, mara mwanga mwekundu. Namuuliza mtu ananiambia hizo taa za watu wa muziki. Nasema haula wala quwwata illa billah. Ninaweza kusema kiama kimekuja, kumbe mimi bedui, mimi shamba. Kwa hiyo shekhe anasema wakati wa swala ya alfajiri, wakati wa kwanza, tuluu alfajiri thani, ni kule kuchomoza alfajiri ya pili. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, na muda wa mwisho mzuri, ila sfirari, sasa mpaka kunaanza kuwa njano hivi, ndio muda mzuri. Anasema wa fil jawazi ila tuluu shams. Sawa?
na anaruhusiwa mtu kuendelea kuswali mpaka jua litakapochomoza. Jua likichomoza tu, muda wa swala ya alfajiri umefanya nini? Umeisha. Angalizo, kuna mtu kalala usingizi, watu wameswali alfajiri wamerudi, anaamka yeye akitazama dirishani hivi anakutana na jua linampiga. Sasa badala anyanyuke akachukua udhu wa swali, anasema mimi nishachelewa, anachukua shuka tena anajifunika, anaendelea kulala. Hili ni kosa. Wewe kama ulipata udhuru wa kulala, Mwenyezi Mungu anakusamehe, kwa sababu usingizi wewe hauumiliki. Kwa hiyo ukinyanyuka tu na jua lilishachomoza, usiseme nimechelewa. Wewe hujachelewa. Aliyechelewa ni yule ambaye alfajiri yuko macho, watu wanaswali anasikia, kuna kucha anaona, mpaka jua linachomoza yuko macho. Huyu sasa kesi yake nyingine. Lakini wewe uliyelala fofofo, umekuja kushtuka jua limeshachomoza, wewe sasa unatakiwa haraka utawadhe uswali swala ya alfajiri. Umeelewana jamani? Hilo lilikuwa angalizo. Kwa hiyo tumetolea mfano wa swala ya alfajiri, lakini mfano huo unazifaa swala zote. Mfano huo unazifaa swala zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man nama an swala au nasiha, mtu yoyote atakayelala swala ikampita au yuko macho akasahau, falyusalliha idha dhakaraha, atakapokumbuka tu aiswali. Wewe upo labda unaendelea na michakato yako ya kazi, wala hujalala, unakuja kushtuka saa 9:30 alasiri ishaingia, wewe adhuhuri hujafanya nini? Hujaswali. Usiseme basi wewe ishapita, Mwenyezi Mungu atanisamehe. Wala watu wana lugha nyepesi. Mwenyezi Mungu atanisamehe. Mwenyezi Mungu atakusamehe vipi wakati hii ni faradhi? Wewe kama umesahau au umelala, ukikumbuka ile swala tu iswali hapo baada ya kukumbuka, na utaandikiwa kama umeswali hiyo swala katika wakati wake. Maanake kusahau na kulala kalamu haiandiki. Salamu alaykum. Wewe salamu. Harusi kesho. Kesho. Hapa. Kwa hiyo mtu anaandikiwa swala kama ameswali katika wakati wake. Kulala au kusahau, hizi ndio udhuru za swala mbili tu, kulala au kusahau. Na ukilala au ukisahau, basi utakapokumbuka wewe swali hii swala, unaandikiwa umeswali kwenye wakati wake. Usije ukasema mimi tena basi ishapita tena, mimi nasubiri ni swali alasiri. Hayo maamuzi ni yako, lakini sio ya sheria. Sheria isemi hivyo. Sheria inataka swala kama umesahau au kama umelala iswali. Na hii mtu anaambia bwana, time ya kuswali twende tukaswali. Mimi siko vizuri bwana. Wewe mwanaume unasema uko vizuri ngoja. Hakuna mwanamume ambaye hayuko vizuri hata siku moja. Mwanaume hauko vizuri. Wewe khumsa kwani na jinsia mbili. Haya tunashinda kukuelewa mwanaume, sema siko vizuri. Au tabulu ala nafsi, unajikojolea wewe, ni mtoto mdogo. Tunakwambia mimi nguo zangu sio safi. Sasa sio safi vipi? Kama sio safi mbona umevaa? Kama sio safi mbona umezivaa? Haiwezekani. Mwanaume wa Kiislamu au mwanamke wa Kiislamu time yoyote ile anatakiwa avae nguo zinatoa, kwa sababu swala itamkuta wakati wowote ule na pahala popote pale. Lazima wewe umejiandaa. Lazima uwe umejiandaa. Na ndio maana ukikosa
maji ya udhu na wewe unatakiwa uswali, utatayamam. Utafanya nini? Utatayamam, ili mradi wakati wa swala usiondoke na wewe una akili timamu. Mtu ambaye haswali tena ni yule tena ambaye ameshakuwa mtu mzima, hajui tena, ana watoto wake 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mpaka majina anaanza kuwachanganya. Ule wa kwanza anamuita Ibrahim na Ibrahimu ni wa mwisho. Watu wakimpa chai asubuhi anasema nyie hamjanipa toka juzi sijala. Huyu sasa network zimefanya nini? Sasa huyu tena kuswali tena kuna katika, kufunga tena kuna, huyu taklifu kwake imekata. Huyu alazimishi tena kufanya kitu chochote, kuisha habari yake. Lakini wewe bado una akili zako timamu, swala kwako ni faradhu ain, faradhi ya lazima.